pombe kama ikizidi, maana yake itaendelea kuzunguka kwenye mwili na ini litakuwa linafanya kazi kubwa kuliko uwezo wake. Kwa hiyo utakuta kwanza ini linahamisha kazi zake, zinafanya kazi ya kumeng'enya pombe tu, sababu ndo sumu ambayo itakuwa ni kubwa kwa wakati ule. Kwa hiyo ini, kuna kazi zingine za ini kama utunzaji na uchakataji wa mafuta mwilini. Yale mafuta sasa yatakuwa yanatunzwa kwenye ini, lakini pombe itazuia zile process za kuchakata mafuta. Zile process inazuiliwa na pombe, kwa hiyo mafuta yatakaa mengi kwenye ini. Lakini pia pombe peke yake ikibadilishwa huaga inaleta product, inatoa matokeo ambayo tokeo mojawapo zile aldehyde zitabadilishwa kuwa kwenye mfumo wa mafuta, nayo yatatunzwa pale kwenye ini. Ini ndio linatunza mafuta. Lakini pia kwenye zile seli za ini, zile seli za uchakataji wa mafuta na kazi zingine za ini, nazo zitaharibika kutokana na ile pombe. Kwa hiyo utakuta stage ya mwanzo kwa asilimia zaidi ya 90 ya wanywaji wa pombe, lazima, yani unywaji wowote ule, lazima lile ini litakuwa limejaa mafuta kwanza. Hiyo ni stage ya kwanza, kwa sababu ndio inaathiri kwa stage. Kwa hiyo itajaza mafuta kwenye ini kwanza. Kwa hiyo huyu mtu of course hana dalili, huyu mtu dalili zake huaga hata sikia dalili, kwa sababu ni stage ya mwanzo na inatokea tu siku kadhaa mpaka wiki kadhaa tu. Lakini uzuri wa hii stage, una uwezo wa kuirudisha. Yani ukiacha pombe, ili litarudi kwenye kazi yake ya kawaida. Lakini asipoacha pombe huyu mtu, akaendelea kunywa kwa kiwango kile kile ambacho ni kimezidi kiwango, itakuja kusababisha ini litavimba sasa. Ni kama vile tunaita inflammation. Ni kama vile uking'atwa na nyuki kwenye ngozi, ngozi sitavimba. Lakini sasa ile ikivimba, ile ndo tunaitaga hepatitis, homa ya ini. Sasa tuna homa ya ini inayosababishwa na pombe. Kwa hiyo zile seli zikiharibika sasa ini litaanza kuvimba. Likianza kuvimba ndo ile mtu unaonaga ini linashindwa kufanya zile kazi zake vizuri. Mtu utakuta anaanza kutokewa na zile dalili kama njano za kwenye macho, kichefuchefu, tumbo linauma zaidi upande wa kulia. Hata akiminya hivi tumbo linakuwa linauma. Ambao ni upande wa ini. Linaumia kwa wapi? Upande wa kulia wa juu wa tumbo. Juu ya tumbo. Okay. Na hata ukilishika hivi unaweza ukaliona. Sasa hivi ukishika mtu ambaye hana tatizo la ini, ukishika hapa hutaweza kugusa ini. Ila likivimba una uwezo wa kulishika. Unaweza ukalisikia. Lakini sasa uzuri wa hii stage bwana, pia ina uwezo wa kutibika. Kwa kuacha pombe na kwa kufuata diet nzuri na kwa kufuata kuna dawa tu anapewa za kuzuia lile ini lisivimbe, lirudi kwenye hali yake. Lakini kama itaendelea, pia inaenda kwenye stage inayofuata. Hizi sasa ndo stage za hatari. Kwamba ini sasa, unajua hata tumechukulia ule mfano uking'atwa na nyuki patavimba, ila baadaye pata sinyaa akitumia dawa. Au baadaye ila pata sinyaa. Si ndio? Hii ngozi itasinyaa. Sasa na ini nayo itafika mahali nalo litasinyaa, kwamba limeshashindwa sasa, litasinyaa, litapona kwa tunasema kwa scars, kwa makovu. Kwa litapona na makovu, litasinyaa. Sasa likisinyaa, kumbuka ni kila kitu cha huku chini kinapitia kwenye ini. Ukila chakula chochote lazima kipite kwenye ini. Damu zinazotoka huku sehemu za chini za miguu za kuanzia kwenye ini kwenda chini, zote zinapita kwenye ini. Kwa hiyo likisinyaa sasa, huyo mtu utashangaa hizi damu hazipiti, vile vichochezi vinavyozalishwa na ini havitaweza tena kuzalishwa. Kwa hiyo atakuwa na zile dalili njano. Lakini huyu sasa hadi akijikata kidogo, tumesema ini pia linazalisha hadi chembe ambazo zinasaidia kwenye ugandishaji wa damu. Kwa hiyo mtu akijikata, damu inakuwa haigandi kwa wakati kwa sababu hazizalishwi tena. Kwa hiyo utamkuta hata na spots kidogo huku vya rangi nyekundu ambavyo vinaashiria damu inatoka kwenye njia ya damu, inavuja. Kwa hiyo tumbo pia litakuwa linajaa, kwa sababu damu kama haipandi, tumbo litakuwa linajaa. Sasa
tumbo linajaa, miguu inajaa. Mwisho wa siku pia itaathiri viungo vingine vya mwili kama figo. Tuna tatizo linaloitwa hepatorenal. Damu inarudi inaleka pressure kubwa kwenye figo, kwa figo nazo zinaweza zikaharibika. Na wengine wengi tunaonaga wanakuja hospitalini wanatapika damu. Unakuta hii mishipa ya damu huko imejaa. Damu kama haipiti vizuri, maana chini zitajaa, si ndio? Zote ni pombe tu hiyo. Hiyo ni pombe madhara yake. Kwa miguu nayo inajaa. Ila mwisho wa siku sasa huyo mtu ili litashindwa kufanya kazi zake zote. Ndio tunasema sasa linakuja linafeli. Kwa linashindwa kabisa. Okay. Sasa kwenye hizi stage mbili za mwisho, hii ini kusinyaa na ini kufeli, hizi stage ni stage ambazo hazina kurudi nyuma tena. Hakuna kukata hapo kupandikiza tena. Yaani kurudi nyuma kwamba inapona. Okay. Yaani hapo matibabu ni kupandikiza. Ndio tuna operation ambazo unaenda unapitisha ile mirija ya damu isipite tena kwenye ini, ipite moja kwa moja ili damu zile zinapita, lakini kumbuka na sumu nazo zitakuwa zinapita. Ndio maana kuna wengine mpaka hadi anachanganyikiwa. Kwa sababu ya zile sumu zinatakiwa zivunjwe kwenye ini, sasa hivi zinapita moja kwa moja hadi kwenye ubongo, zinaenda zinapenya, zinamharibia mtu hadi ufahamu wake.